Wadada mnaotaka kulipwa vizuri, mmemwona Grace? Dada Grace alikuja hapa akaanza mshahara wa 1,500,000. Amekaa kazini kwa bosi wake miezi mitatu tu, akaongezewa mshahara ukafika 200,000. Akamaliza ule mkataba wa 200,000. Alivyokuja hapa, kwa sababu tulikuwa tumempanga kama katikati ya smart na traditional, maana kipindi kile mishahara ilikuwa ni 100,000, lakini yeye alikuja hapa kuomba kazi ya 300,000. Kuna kazi tulikuwa tumeitangaza ya 300,000 ambayo ilikuwa inahitaji mtu ambaye ni professional, amesomea mambo ya mapishi. Kwa hiyo alivyokuja hapa alikuwa hana cheti, lakini alikuwa anaonekana ni dada ambaye kidogo amejiongezea thamani, anaweza kazi. Kwa hiyo tukampa kazi ya 1,500,000. Ndio hiyo 1,500,000 bosi wake akaona ana deserve zaidi, akamwongezea mshahara ukafika 200,000. By then 200,000 kwetu ilikuwa ndio smart dada. Kwa hiyo alivyorudi baada ya kumaliza mkataba wake wa 200,000, tukampeleka sasa kwenye kazi za 200,000. Badala ya kumpanga tena za 1,500,000, na nafikiri 1,500,000 bado tulikuwa tujaanza, zilikuwa bado ni 100,000 traditional. Tukampanga za 200,000 ambayo sasa ilikuwa smart. Kwenye ule mkataba wa 200,000, Grace alikaa kamaliza mkataba wake vizuri bila kupata manunguniko kutoka kwa bosi wake. Alivyomaliza huo mkataba wa 200,000, Grace alikuja hapa ametusurprise kwamba amejiongezea maarifa, ameshasoma mambo ya mapishi, amejiongezea thamani. Kwa hiyo alivyorudi hapa baada ya kumaliza mkataba wa 200,000, tukampeleka kwenye professional ya 300,000. Tukampeleka professional 300,000, ndio amemaliza mkataba wake wa professional 300,000. Amerudi hapa amejiongezea thamani. Yaani yeye Grace akimaliza mwaka mahali haondoki kama alivyokuwa. Anahakikisha pia ameongeza thamani katika kutoa huduma. Kwa hiyo sasa hivi kaenda kwenye mkataba wa professional ya 500,000. Kwa nini nasisitiza hichi kitu? Hiki ndicho ninachowafundisha wadada. Hata kwenye mwongozo huu ambao tunasema unataka kulipwa zaidi, tuliyoyaweka humu ndio hayo, kwamba usiwe mtu unayebaki pale pale. Usiwe ni mtu ambaye unatafuta sana mshahara. Wadada wengi mnakuja hapa mnachoangalia ni mshahara, lakini mshahara ni matokeo. Unatakiwa utoe thamani itakayokuongezea mshahara, itakayokuletea matokeo makubwa zaidi. Ukiendelea kutoa thamani kubwa zaidi, maana yake mshahara wako unakuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo huku tumewekea namna ya kutoa malezi bora, namna ya kutoa mapishi bora, namna ya kufanya usafi bora, lakini namna ya kubadilisha mtazamo wako, badala ya kulalamika na kuziona kazi za ndani kama ni kazi za utumwa, kama ni kazi za mateso, kama ni kazi za manyanyaso, uzione kama fursa ya kuanzia kujijenga, fursa ya kuonyesha maadili mazuri, uchapakazi mzuri, ili thamani yako iweze kupanda. Kwa hiyo nilitaka tu kwa wale wadada ambao mna focus sana kwenye mshahara, badilisheni focus zenu, elekea kwenye thamani, jenga thamani yako. Badala ya kuangalia nataka mshahara mkubwa, hapana, sema nataka kutoa ujuzi mkubwa, nataka kutoa huduma bora ambayo bosi wangu ataona hana namna, yani hawezi kunipoteza. Wadada wengi mnakaa makazini, mabosi wenu wanaona mizigo, anatamani tu uondoke, lakini mwingine tu sasa afanyeje? Wadada ndio hivyo shida, na nyie mnachukulia hiyo kwamba watu wanavyosema wadada wa kazi shida, na wewe unajichukulia kwamba yeye atakaa tu na mimi atafanyaje. Hizo ni fikra za kimaskini. Hiyo sijui akae tu na mimi atafanyaje kwa sababu wadada ni wa shida. Hizo ni fikra za umaskini. Mimi nataka nitoke kwenye umaskini, ndio maana siwezi kukaa upande wa kulalamika. Wadada wengi hapa mnalalamika, na watu wanaolalamika wanaishia kwenye mzunguko wa umaskini, wanaishia kwenye maisha ya utegemezi. Lakini watu ambao kila siku wana njia ya kufanya vizuri zaidi, kila siku anataka kutoa huduma bora zaidi, kila siku anataka awe bora zaidi ya jana, huyo mtu kama Grace ambaye mshahara wake kila siku utabadilika, kila mwaka utabadilika. Kutoka dada unalipwa 1,500,000, ukaongezewa ukawa 200,000, ukaja ukawa 300,000, sasa hivi yuko 500,000. Hao ndio wadada ambao sisi Wadada Center tunataka kufanya nao kazi, na mimi ninaamini hao wadada wapo, ingawaje sio wengi, lakini hao wachache ndio ambao mimi nimechagua kufanya nao kazi. Kwa hiyo taendelea kuwa mentor, taendelea kuwaongoza,
namna ya kuweza kuongeza thamani yako ili uweze kulipwa zaidi, na hakuna namna nyingine zaidi ya maarifa. Grace anasema alikuwa anatumia mpaka hela yake kwa ajili ya kutafuta mtu amsaidie maarifa, amfundishe. Lakini wadada tunapenda vitu hata hivi vya bure ambavyo unavipata hapa, bado huoni thamani yake, unavifanyii kazi ya. Kwa hiyo wadada mlioko makazini, especially wale ambao mko chini ya mradi wetu, usiendelee kubaki dada wa 1,500,000 kila siku usiendelee kubaki dada yule yule kila siku. Hebu muige dada Grace. Na mimi ningekuwa niko kwenye level ya kazi za ndani, ningekuwa kama Grace. Lakini hata katika level niliyopo, na mimi niko katika level hiyo ya kujiendeleza kila siku. Na ndio maana wadau ambao wenyewe wadada ni mashahidi. Unafikiri kwa nini mishahara inaongezeka? Kwa sababu tunaendelea kuwa train namna bora ya kutoa huduma. Kwa hiyo ukiweza kutoa huduma kwa ubora, utalipwa zaidi. Kwa nini mabosi wengi wanatulipa tofauti na zamani? Watu ambao walianza kuchukua wadada kwetu ni tofauti, kuna tofauti kubwa sana na wanaochukua sasa hivi katika kulipa huduma zetu. Why? Kwa sababu tunazidi kujiboresha na kuongeza thamani kila siku. Tunapoendelea kujifunza namna ya kuwafundisha, namna ya kuwalea, namna ya kuwatrain, na sisi tunalipwa zaidi, lakini focus yetu ni namna ya kuboresha huduma ambazo tunazitoa, wadada wetu wawe bora zaidi, huduma zetu ziwe bora zaidi, matokeo yake tunapata hela zaidi. Kwa hiyo usifocus kwenye pesa, focus kwenye kutoa huduma bora. Na imani kwa kweli video ya Grace kwa wadada ambao mna akili mtakuwa mmejifunza, kwa wale wenye akili. Lakini kwa wale ambao mnapenda tu kulalamika na kusema tu mabosi ni wabaya, mabosi sijui, mwingine akasema hata hivyo alipata mabosi wazuri. Grace alipata mabosi wa moto, wanawaka hivi wa moto haswa, lakini ameweza kukaa na kuongeza thamani. Wewe sikiliza kile kipande anachosema, alichojifunza kwamba weka mipaka na mabosi. Wadada wengi wanaona kama ni unyanyasaji, wanataka bosi ambaye kila saa wanakaa wanajambiana, si wanafanyaje, wanapiga story. Mabosi wako busy na maisha yao, wako busy wanatafuta hela, wako busy wanauza biashara zao. Wewe unataka akija aanze kuchekea na nini, hata pale ambapo hujafanya vizuri bado akuchekea, kubembeleze. Hakuna. Hizo ndio fikra za kimaskini. Lakini anakuambia bosi wake alimfundisha kuweka mipaka. No mazoea, weka vitu vyangu hapo, niambie kazi zangu ziko tayari na zikagua ziko sawa. Zile ambazo haziko sawa nakwambia no, hii kazi haiko sawa na nini. Na hamna ugomvi, ni kwamba tu wewe unatakiwa uendelee kujifunza na kujinoa namna kufanya majukumu vizuri. Kwa hiyo wale ambao mnadhani kwamba eti Grace alipata malaika, hapana. Alipata mabosi kama mabosi wengine tu ambao nyinyi mnawaita wanagugu, mnawaita si wana roho mbaya, mnawaita si nini. Hapana, kimsingi ni wadada hawapendi kuwa professional. Wadada hawataki kujiongeza, hawataki kujiboresha, hawataki kutoa thamani kubwa. Kwa hiyo pale wanapokosolewa, pale wanapoambiwa hii kitu hakiko sawa, wao huwa wanageuza ni manyanyaso, ni gubu, sijui ni roho mbaya na vitu vingine vya aina hiyo ambavyo mimi nasema ni tabia za kimaskini. Utalalamika, mwisho utaacha kazi, utasusa, unarudi mtaani. Kwani utaenda wapi? Utarudi mtaani, utaenda kudanga, manake matokeo yake utapata na mimba ambazo hujajiandaa kulea wala kuhudumia. Unaanza tena kusumbua watu, mara nimetelekezwa ama nifanyaje. Yaani umaskini juu ya umaskini. Lakini kwa mtu kama Grace unamwona kabisa huyu ni mama bora. Huyu ni mwanamke superwoman ambaye hawezi kuja kupata shida kwenye maisha yake, kwa sababu anajua thamani ni nini na anajua ubora ni nini na ana maadili mazuri na anajua mipaka na bosi. Anajua bosi ni nani, mfanyakazi ni nani, anasimama kwenye nafasi yake na anafanya wajibu wake. Kwa hiyo hao ndio wadada ambao Wadada Center tunataka kufanya nao kazi. Wale ambao mnaona Wadada Center wanaegemea, wanawatetea mabosi, wanawaegemea wadada, wanawaonea wadada, si wanawafanyaje, mafikra tu ya kimaskini, mafikra tu ya utegemezi, kutaka tu kuonewa huruma, kutaka tu yani kutokuelekezwa, kutokuambiwa pale unapokosea, mafikra tu ya umaskini. Hao wadada wa hivyo hatuwataki kabisa, na huwa wanajichuja kwenye mradi wetu. Ukishaona tu dada wanasema wanalalamika tu huko, jua hao ndio waliojaa mafikra ya kimaskini, ambao hawataki mabadiliko, hawataki kujiboresha, hawataki kuambiwa, hawataki kurekebishwa. Yani wao wanataka wafanye wanavyotaka wao. Hao wadada hawawezi kutoka kwenye umaskini na watabaki huko. Kwa hiyo jamani, karibuni sana, tuendelee kuchapa kazi.